Ripoti ya uchunguzi wa mpango wa serikali wa Jukwaa la Usalama inaorodhesha Nairobi kwamba ina magenge 130 ambayo mbali na kutekeleza uhalifu hutumika kwa manufaa ya wanasiasa. Siku moja tu baada ya NTV kufichua mtandao wa magenge kwenye makala ya Chumo la Magenge na Gun State, Rais William Ruto alizindua ripoti hiyo katika ikulu ya Nairobi, akiomba machifu waliohudhuria kikao hicho kusaidia kukabili magenge haya kule mashinani. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amekiri ufadhili wa wanasiasa umekuwa kizingiti kikubwa katika vita dhidi ya wahuni na magenge ya uhalifu. Laban Shaban anatufungulia taarifa zetu za NTV jioni usiku huu. Matukio ya makundi ya wahuni yenye ujasiri wa kuvuruga wananchi siku za hivi karibuni yanaizonga serikali ya Rais William Ruto, shutuma dhidi ya utawala wa Kenya Kwanza zikizidi. Ujasiri wa makundi haya umeonekana kuzidi baadhi ya vikosi vya maafisa wa polisi, vikinaswa kwa kamera paruanja wakiwa pamoja nao katika nyakati za machafuko ya kisiasa na maandamano dhidi ya serikali. Yamkini kauli za serikali kutaka kusitishwa mara moja kwa magenge kunaashiria undumakuwili, ikizingatiwa kuwa hata viongozi waliomo serikalini wanakisiwa kufadhili wahuni ili wavuruge wapinzani wao. Haya yalidhihirika wazi kwenye ufichuzi wa NTV na ripoti ya Odipodev. NTV ilifiatua makala ya kina kuhusu mtandao wa uhuni unaoaminika kuwa na mkono wa serikali kupitia anwani Chumo la Magenge na Gun State. Wahuni walikiri wazi kulipwa unono na serikali ili kuzua vurugu. Tunasimama na chama huja, pesa ni Mungu, pesa iko. Tukio la hivi punde zaidi likiwa uvamizi kanisani PCEA Kariobangi Jumapili iliyopita, kudhihirisha mwendelezo wa desturi zilizojirudia katika chaguzi ndogo zilizofanyika Novemba 27 mwaka huu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Kwa siku mbili sasa mfululizo, Rais William Ruto na Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen wameradidi misimamo ya kuzima wahalifu, changamoto ikibainika. We have very resilient gangs that operate around the country. With your guidance, Your Excellency, this is an area we want to deal with decisively, without fear or favor, and we must deal with everybody, whether they are in government, they are in opposition. Katika mkutano wa machifu takriban 6,000 katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto alionekana kuwarai viongozi hao wa mashinani kumpa shavu kukabili donda hili linaloelekea kuwa sugu na kuipaka tope serikali yake. Changamoto kubwa ambayo ilitokelezea pale ni maneno ya wahuni na guns ambao wanahatarisha usalama katika taifa letu la Kenya. Katika mikutano ya Jukwaa la Usalama kwa miezi 6 kati ya Aprili na Oktoba mwaka 2025, Waziri Murkomen alishikilia kuwa wanasiasa ni kiungo hafifu katika usalama. Alitangaza msako mkali, ila hali imebaki kuwa ile ile, magenge na wahuni wakizidi kutibua utulivu katika hafla za kisiasa na hata uchaguzi. Ndio hiyo basi Jukwaa la Usalama report. Matokeo ya uchunguzi wa majukwaa ya usalama yanatarajiwa kuangazia zogo hili baada ya kubainika makundi ya wahuni na wahalifu wanaotumika kisiasa. Kaunti ya Nairobi inaripotiwa kuwa na zaidi ya magenge 130, likiwemo kundi la Mungiki. Majukumu yao yanahusisha machafuko ya kisiasa, utekaji nyara, mauaji na ushurutishaji. Katika misimu ya uchaguzi, makundi haya hujikusanya na kuvuruga amani. Ripoti hiyo ya Wizara ya Usalama wa Ndani inaorodhesha kaunti nyingine kama vile Kakamega, Busia, Trans Nzoia na Bungoma. Magenge katika magatuzi haya ni kama vile Jeshi Jinga, 42 Brothers, M23, Kapenguria 6 na Usiku Sako. Makundi haya huhusishwa na kuvuruga mikutano, kuwalazimisha wakazi kufanya jambo fulani na kutekeleza uaminifu wa kisiasa. Kaunti ya Murang'a ndiyo iliyomulikwa kwa kuwa mwenyeji wa kundi la Mungiki, ambalo limetajwa kama genge kongwe lenye mfungamano wa kisiasa. Maeneo mengine ambayo yameorodheshwa kuwa na magenge yanayojihusisha na uvamizi na unyakuzi wa mashamba ni Machakos, ambako kuna magenge ya Gaza na Mungiki, pamoja na Kilifi ambako kuna Team Mashamba na Mawoz. Kadhalika, kaunti ya Nakuru bado inasumbuliwa na magenge ya Confirm na Watizeti. Mombasa kwa upande wake ina magenge kama MRC, Panga Boys, Team Mashamba na Mawoz, huku kaunti ya Kwale ikiwa na changamoto ya kundi la Panga Boys. Laban Shaban,
NTV. Asante sana Shaban kwa taarifa hiyo na mtazamaji